Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bwana Tundu Antipas Lissu anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza shauri lake linalomkabili la uhaini na makosa mengine. Lakini leo asubuhi katika kipindi cha Amka na BBC, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amehojiwa mambo kadhaa kuhusiana na jambo hilo. Lakini nini muktadha wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu 2025 nchini Tanzania? John Heche pamoja na BBC wanaangazia kwa ujumla wake masuala haya ya siasa za Tanzania na hali ambavyo ilivyo kuelekea uchaguzi wa 2025, huku akiulizwa suala la kugoma kwenda kusaini maadili ya tume ya uchaguzi ya taifa la Tanzania. John Heche pamoja na BBC, hebu tueleze. Karibu mtazamaji, hebu tusikilize yaliyokuwa yanajadiliwa katika kipindi cha Amka na BBC asubuhi ya leo Aprili 21 mwaka 2025. Amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu bali kwa maridhiano na haki. Wakati huo makamu mwenyekiti wa Chadema kwenye mahojiano maalum na BBC amesema wako tayari kuona chama hicho kinakufa kikipigania ukweli na si vinginevyo. Katika siku za hivi karibuni, John Heche amenukuliwa mara kadhaa akitoa msisitizo huo kwenye mikutano ya hadhara ya chama hicho ya kuhimiza msimamo wao wa no reforms, no election, ambao wanamaanisha si watasusia bali watauzuia uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba nchini Tanzania. Kwa sasa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, na Aprili 24 atafikishwa tena mahakamani litakaposikilizwa tena shauri lake. Mwandishi wa BBC Egan Stala amefanya mahojiano maalum na Heche, na hii ni sehemu tu ya mahojiano ambayo kwa urefu utayapata kwenye ukurasa rasmi wa YouTube wa BBC Swahili. Kama the only option ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kitu cha kweli ni katika chama kufa, basi na hiyo lakini siamini kwamba chama chetu kitakufa kwa sababu ya kusimamia ukweli, kwa sababu Watanzania wanakiunga mkono. Muda unakwenda, mwezi wa Oktoba ni karibu na uchaguzi huu ni wa muhimu. Haya mabadiliko yasipotokea, lengo la chama ni kushika dola, na ndio malengo ya chama chetu, ili kiweze kubadili maisha ya watu. Ndivyo katiba yetu inavyosema. Lakini katiba yetu inasema ni kushika dola katika uchaguzi wa kidemokrasia wenye ushindani huru, wazi na haki. Kama kuna dhamira ya kisiasa, sheria inaweza kubadilishwa kwa siku moja. Tofauti na taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa uchaguzi kwamba hamjasaini na kwa taratibu zilivyo, tafsiri yake mmejiondoa. Kama chama mmepokea taarifa yoyote rasmi kwa misingi ya barua ama chochote? Hakuna, kwa sababu wanajua hakuna utaratibu. Na hata nyinyi mkipata fursa kumhoji, muulizeni Kailima kwamba wewe umetamka hili kwa mujibu wa sheria ipi na kanuni ipi na katiba ipi. Tafuteni fursa na jaji, yule ni jaji wa mahakama ya rufani, muulize hii hukumu mliotoa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi, mmeitoa kwa mujibu wa sheria ipi? Umetoa wito kwa wananchi, wanachadema na jumuiya ya kimataifa kujitokeza mahakamani. Mamlaka zimetoa karipio. Unapoingia kwenye premises za mahakama, polisi hawahusiki na maagizo ya mahakama. Mahakama ndio inapaswa kutuambia sisi nini cha kufanya. Kama mahakama itazungumza, tutazungumza vinginevyo. Lakini kwa sasa natoa wito kwa wanachadema wote na Watanzania wote na mashirika ya kimataifa na NGOs na makanisa wote wajitokeze mahakamani tarehe 24 kuona namna kiongozi wetu analetwa mahakamani na namna kesi inavyosikilizwa na namna kesi inavyoendelea. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, katika mazungumzo na Egan Stala.